Mchungaji wa kanisa la Prayer Room, Mchungaji Mariam Mtini, amewataka watumishi wa Mungu kutumia neno la Mungu kuhudumia jamii badala ya kutumia miujiza kupotosha imani za waamini wa dini ya Kikristo, huku akionyesha msimamo wake wa kutoamini miujiza bali utendaji wa Kristo. Ninahamasisha jamii tutumie neno la Mungu kuwafundisha watu, tusitumie akili zetu, lakini pia tusitafute umaarufu kwa nguvu, kwa sababu binafsi ninachokiona sana kwenye mitandao ya kijamii ni watu wanatafuta umaarufu kwa nguvu. Kwa hiyo mimi kama mchungaji mpya nitatumia zaidi neno la Mungu na kusikiliza mafundisho ya Mungu mwenyewe ananiambia nifanye nini, kusikiliza maono yake, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio ambaye anatuongoza. Siamini katika miujiza, lakini naamini katika Kristo kwamba anatenda. Kristo anafanya. Imani yangu iko kwa Mungu, najua Mungu anafanya. Kila jambo linawezekana unapokuwa umeamini. Kwa sababu hata mimi pia Mungu amenifanyia mambo mengi, kunitoa chini na kunipandisha juu na kunipa jina jipya la uchungaji. Ni mambo mengi sana, kwa sababu kwanza mimi asili yangu sikuwa Mkristo, nilikuwa Muislamu, lakini Mungu akanitoa huko na kunipandisha. Kwa hiyo naamini zaidi katika utendaji kazi wa Kristo na sio katika miujiza. Amesema hayo katika hafla ya kutimu mafunzo ya Biblia na kuwa mchungaji rasmi iliyofanyika katika kanisa la EAGT Ebeneza huko Igombe mkoani Mwanza, huku akikemea vikali wimbi la ushoga na kuahidi kufanyia kazi mara moja baada ya kuanza huduma yake ili kukomboa kizazi cha vijana ambao wengi wao wameweka kando swala la dini na imani. Changamoto zilizopo ni nyingi, lakini naomba Mungu anisaidie. Kuna wimbi kubwa limeibuka la mashoga. Vijana wa kiume wamekuwa wanapoteza nguvu kazi kwa kujiingiza kwenye ushoga, lakini pia kuna mambo mengi ya kizinzi na kikahaba ambayo wasichana pia wanajiingiza na kujitupa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wanatafuta umaarufu wa nguvu. Kwa hiyo mimi binafsi nitajikita hapo katika kuihubiri kweli ili watu wamjue Mungu, wajue kabisa kwamba dhambi ipo na unapotenda dhambi manake Mungu hafurahishwi na hilo jambo. Mungu ametuumba ili tumwabudu, tumtukuze na tusitende mabaya. Kwa upande wake, Askofu Golden Mlewa wa kanisa la God is Love lililopo mkoani Mwanza amempongeza mchungaji Mariam kwa hatua aliyofikia na kumsihi kushika neno la Mungu badala ya kutafuta miujiza kwa lengo la kujinufaisha mwenyewe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Mariam Mtini ambaye leo tumekuwa katika hafla fupi ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuhitimu masomo ya ngazi ya juu ya Biblia, na tumempokea kama neno linavyosema, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Wengi wanakimbilia miujiza, lakini miujiza sio ishara au dalili ya kwamba mtu ana Mungu, kwa sababu hata shetani pia huwa anafanya miujiza. Lakini tukilishika neno la Mungu lenyewe linasababisha hata miujiza. Kwa hiyo kwa watumishi wanaoingia katika watumishi wapya, ni vizuri na ni muhimu walenge au wafocus, wastiki kwenye neno la Mungu kamili. Amen. Nao Zena Hilan na Zebedayo Isaac, waumini walioshiriki katika hafla hiyo, wamempongeza mchungaji Mariam na kutoa wito wa kumtaka kufanya bidii ili kufikisha Injili kwa watu wote. Mimi kama muumini wake au kama mshirika wake nimefurahi sana na niko tayari. Tutafanya kazi naye, tutashirikiana naye katika maombi, katika kupeleka huduma ya Mungu mbele, katika kusogeza hii kazi ya Mungu. Nawasihi vijana wenzangu wale ambao wanatamani kuwa kama mchungaji Mariam, na mimi nikiwa miongoni mwao, kwamba kila kitu kinawezekana. Wito wangu kwake, kama mimi kijana, kazi ya Mungu sio lele mama, wala kazi ya Mungu si kwamba kama maisha ya kawaida. Huo ni wito. Basi kama jinsi Mungu alivyomuita, vivyo hivyo akumbuke kuwa ana kazi, ana majukumu, ana vitu vya kufanya. Kwa hiyo mimi ninamwombea sana kwa Mungu azidi sana kupambana juu ya kazi ambayo Mungu amemuita. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.